Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu imetimia saa 12 kamili asubuhi, sawa na saa 1 kamili huko Afrika Mashariki. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens. But we did all of these great deals, great peace deals. They're all peace deals, agreements, solid agreements, every one of them. But take some time off because you got two countries that are killing each other. So we'll see what happens. Mazungumzo yanakuwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na Urusi Vladimir Putin yagonga mwamba, huko rais wa Marekani akisema hakuwa na nia kufanya mkutano usio na maana. Waandamanaji kadhaa wamekamatwa nchini Cameroon huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa ghasia. Na ugonjwa wa mshtuko wa moyo yani cardiac arrest watajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu za vifo nchini Kenya. Mtu yoyote anaweza kupata shinikizo la moyo, lakini wale ambao wako katika hatari zaidi ni wale ambao wana umri wa juu zaidi. Tutaziangazia taarifa hizi kwa kina zaidi muda mfupi ujao baada ya mwenzangu hapa Karo Robi kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Karo, kazi kwako. Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema hakutaka kufanya mkutano wa kupoteza tu muda baada ya ikulu ya rais ya White House kubatilisha mipango ya kuwepo kwa mkutano wa kilele kati ya Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais Trump amedokeza kuwa kukataa kwa Urusi kusitisha vita katika maeneo ya mipaka na Ukraine ndio swala tete linalofanya mazungumzo kuwa magumu kufanyika. Sitaki kupoteza wakati, kwa hiyo nitaona kitakachokuwa, ila tulifanya haya makubaliano makubwa, makubaliano muhimu ya amani, na nikasema nendeni kwenye uwanja wa mapambano, mjaribu kurudi nyuma, msitishe na kila mtu aende nyumbani. Mtulie kwanza kwa sababu kuna mataifa mawili yanayouana, kwa hiyo tutaona kitakachojiri. So we'll see what happens. Hata hivyo, mjumbe maalum wa Urusi Kirill Dmitriev amesema matayarisho ya mkutano kati ya viongozi hao wawili yanaendelea. Meya wa mji mkuu wa Ukraine Kiev amesema jiji hilo limeshambuliwa na Urusi usiku kucha. Vitali Klitschko ameonya kuhusu milipuko, moto na mashambulizi ya makombora, lakini amesisitiza mfumo wa ulinzi wa anga unafanya kazi kukabiliana na mashambulizi hayo makali, akiwataka wakazi wa mji huo kusalia majumbani. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema anaamini makubaliano ya kusitisha vita katika ukanda wa Gaza yanakwenda vizuri hata kuliko ilivyotarajiwa. Kauli yake inakuja licha zaidi ya Wapalestina 40 kuuawa kwenye mashambulizi ya angani ya Israel na mauaji ya wanajeshi wawili wa Israeli. Rais wa Peru Jose Jerry ametangaza hali ya hatari katika mji mkuu wa taifa hilo Lima, katika kile anachokitaja hatua za kukabiliana na kuongezeka kwa uhalifu baada ya majuma kadhaa ya maandamano ya umma yanayoongozwa kwa kiasi kikubwa na vijana wanaoipinga serikali. Bwana Jerry aliingia madarakani wiki 2 tu zilizopita baada ya mtangulizi wake Dina Boluarte kushinikizwa na wananchi kujiuzulu. Amesema serikali yake inachukua hatua hizo kali kupambana na uhalifu. Takriban watu 30 wanaripotiwa kufariki dunia baada ya gari la kusafirisha mafuta kulipuka nchini Nigeria. Zaidi ya watu wengine 40 wamejeruhiwa katika mkasa huo. Inaripotiwa kuwa gari hilo lilipata ajali na kupinduka katika jimbo la Niger, ambapo watu waliokuwa karibu walilikimbilia ili kuchota mafuta kabla ya kushika moto na kulipuka. Na maafisa wa ulinzi wa Korea Kusini wanasema Korea Kaskazini imefiatua makombora kadhaa ya masafa mafupi kuelekea mashariki mwa bahari. Korea Kaskazini haijarusha makombora tangu rais mpya wa Korea Kusini Lee Jae-myung kuingia madarakani mnamo mwezi Juni, akiahidi kutuliza uhasama kati ya nchi hizo mbili. Hii ni BBC. Kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya, mwenzangu Karo Robi amekusomea huu muktasari wa habari za ulimwengu. Bado unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio ya shirika. Ukiwa nchini Uganda unaweza kutusikiliza kupitia Radio Paidha, kule DRC Radio Muungano Beni, Kenya ni pamoja na Gulf Radio, nchini Tanzania Radio 1 ya Dar es Salaam na Radio Free Africa kule Mwanza, internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema hakutaka kufanya mkutano usio na tija baada ya mpango wake wa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Urusi Vladimir Putin juu ya vita vya Ukraine kusitishwa kwa muda. Akizungumza katika ikulu ya nchi yake, rais wa Marekani ameeleza kwamba suala kubwa linalozuia mazungumzo hayo ni msimamo wa Urusi kukataa kusitisha vita. Zaidi na Halima Nyanza. What changed your mind after talking to Vladimir Putin between then and now? Why did you think that a Budapest summit might be a wasted time? Well, I didn't say anything. I didn't say it would. Rais wa Marekani Donald Trump akijibu maswali ya waandishi wa habari juu ya mkutano wake aliotangaza kutaka kufanya na rais wa Urusi Vladimir Putin mjini Budapest, Hungary. Did you hear something from the I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time. Sitaki kupoteza muda. Hivyo nitaona nini kitakachotokea. Lakini tulifanya makubaliano yote haya mazuri. Makubaliano ya amani. Yote ni makubaliano ya amani. Kauli hiyo mpya ya rais wa Marekani inakuja baada ya mazungumzo ya simu kati ya waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani na mwenzio wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye alikataa pendekezo hilo papo hapo. Sasa tunaposikia kutoka Washington kwamba lazima tusitishe mara moja na kwamba hatupaswi kujadili lolote zaidi, tuache na kuacha historia iamue, na kama tutasimamisha tu vita, hiyo itamaanisha kusahau sababu za msingi za mzozo huu ambazo utawala wa Donald Trump ulizielewa na kutamka waziwazi. Awali maafisa wa Marekani walisema kuwa hakukuwa na mpango wa mazungumzo mengine ya ngazi ya juu katika siku za hivi karibuni yanayotarajiwa kufanyika baada ya mazungumzo hayo ya simu ya mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa nchi hizo mbili, ikiwa ni baada ya rais Trump kuarifu kuwa yeye na rais Putin wangekutana Budapest ndani ya wiki mbili. Lakini hata hivyo, mjumbe maalum wa Urusi Kirill Dmitriev amesisitiza kuwa maandalizi yanaendelea. Tofauti zimeonekana wazi zaidi wiki hii kati ya mapendekezo ya Marekani na Urusi kuhusu amani, hali inayoonekana kuondoa uwezekano wa mkutano wa viongozi hao wakuu. Rais Trump na Putin kwa mara ya mwisho walikutana Agosti mwaka huu huko Alaska katika mkutano wao ambao haukuonesha mafanikio. Taarifa yake Halima Nyanza. Serikali ya Kamerun imesema waandamanaji kadhaa wamekamatwa katika mji wa kaskazini wa Garou ambao ni ngome ya mgombea upinzani Issa Chiroma Bakari, huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa ghasia. Katika taarifa aliyotoa waziri wa mambo ya ndani wa nchi hiyo Paul Atanga Nji amewaita waandamanaji hao waliokamatwa kama waleta vurugu ambao walitumwa na wachochezi wa ndani na nje ya nchi hiyo. Zaidi na Victor Kenani. Katika taarifa yake, waziri wa mambo ya ndani wa Kamerun Paul Atanga Nji amesema waandamanaji 20 kati ya waliokamatwa watafikishwa katika mahakama ya kijeshi kujibu mashtaka ya uasi na kuchochea uasi. Baadhi yao tayari wamepelekwa katika mji mkuu wa nchi hiyo Yaounde kwa uchunguzi zaidi. Hatua hiyo inafuatia mfululizo wa maandamano yaliyofanyika mapema jana katika miji ya Garoua na Yaounde, ambapo washiriki wake walikuwa wakilalamikia dosari zilizojitokeza katika uchaguzi na kuonyesha kumuunga mkono kiongozi wa upinzani aliyedai ushindi katika uchaguzi huo wa urais. Picha za video zilizosambaa katika mitandao ya kijamii zimeonyesha makundi ya waandamanaji mitaani waliobeba mabango yakimuonyesha waziri huyo wa zamani ambaye sasa anataka kumuondoa madarakani bosi wake wa zamani Paul Biya. Kufuatia ghasia hizo, maafisa katika eneo la Benue mjini Garua wamepiga marufuku usafiri wa pikipiki kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 11 asubuhi kwa saa za nchi hiyo, kutokana na kwamba wamekuwa kimiminika mitaani kumuunga mkono mgombea huyo wa upinzani. Kiongozi huyo wa upinzani wa Kamerun mwenye umri wa miaka 76 amekuwa akijitangazia ushindi katika uchaguzi huo wa urais uliofanyika Oktoba 12 dhidi ya anayetetea kiti chake Paul Biya mwenye umri wa miaka 92. Je vais le dire avec gravité et simplicité. Nitasema hilo kwa umakini na unyenyekevu. Watu wamechagua na uchaguzi huu lazima uheshimiwe. Natoa wito kwa taasisi zote, mamlaka zote za utawala na kwa mafisadi wote kutokuwa maadui wa watu wanaopaswa kuwahudumia. Hata hivyo, serikali imelitaja tangazo hilo la upande mmoja kuwa ni kinyume cha sheria na kusisitiza kuwa baraza la katiba pekee ndilo lenye mamlaka ya kutangaza matokeo. Chama tawala cha Rais Biya pia kimepinga hatua hiyo ya upinzani, huku Biya naye akijitangazia ushindi. Baraza la katiba litaanza kusikiliza mashauri ya uchaguzi siku ya Jumatano, kisha matokeo rasmi yatatangazwa mara baada ya mchakato wa rufaa kukamilika. Leo baraza hilo la katiba linaanza kusikiliza kesi za kupinga matokeo ya uchaguzi na
na matokeo rasmi yatatangazwa baada ya kukamilika kwa mchakato wa rufaa. Baraza hilo lina takriban siku 6 hadi Oktoba 27 kuweza kutangaza mshindi. Ni Victor Kenani. Mwanamke mmoja raia wa Uingereza mwenye umri wa miaka 69 ambaye ametumikia zaidi ya mwongo mmoja katika kifungo cha kifo nchini Indonesia baada ya kupatikana na hatia ya kusafirisha dawa za kulevya sasa ataweza kurejeshwa Uingereza. Makubaliano haya yalifikiwa Jumanne kati ya serikali hizo mbili licha ya kwamba Indonesia na Uingereza hazina mikataba rasmi ya kubadilishana wafungwa. Jamhuri mwa vyombo ana maelezo zaidi. Bibi huyo anayeitwa Lindsay Sanford anayekaribia miaka 70 alihukumiwa kifo na mahakama ya huko kisiwani Bali nchini Indonesia baada ya kupatikana na hatia ya ulanguzi wa mihadarati hapo 2013. Hii ni baada ya kukutwa amebeba karibu kilo 5 za dawa za kulevya aina ya cocaine iliyokadiriwa ingegharimu pauni milioni 1.6 kama ingeuzwa. Ilikuwa 2012 wakati alipokamatwa, yeye akiwa abiria ndani ya ndege iliyokuwa inatoka Thailand hadi Indonesia. Alikiri kosa hilo mahakamani, lakini alidai kuwa alikubali tu kubeba kifurushi hicho cha mihadarati kwa sababu alikuwa ametishiwa maisha na kundi la wahalifu walanguzi wa dawa za kulevya waliomshinikiza kwamba wangemuua mwanawe wa kiume iwapo angekataa. Uhusiano wake na kundi hilo lisilojulikana haujaeleweka vyema. Sanford tayari amekaa gerezani kwa zaidi ya miaka 12 huku kila siku kukiwa na hofu kwamba hukumu yake ya kifo ingetekelezwa wakati wowote, lakini sasa amepata afueni baada ya serikali ya kwao Uingereza kukubaliana na ile ya Indonesia kwamba arudishwe kwao kutokana na sababu za kiafya. Kwa mujibu wa makubaliano hayo, Sanford sasa atarudishwa Uingereza kwenye kipindi cha wiki 2. Raia mwingine wa Uingereza atakayepata afueni hiyo ni Shahab Shahabad mwenye umri wa miaka 35 ambaye pia alipatikana na kosa kama hilo la kusafirisha dawa za kulevya. Kwa mujibu wa waziri wa sheria na haki za kibinadamu wa Indonesia, Yusril Iza, ni kwamba licha ya umri wake mdogo, Shahabad pia ana matatizo ya afya ya akili, ndiposa wakafikia uamuzi huo na wakasaini makubaliano hayo akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Bi Yvette Cooper. Kwa upande wake, Shahabad alikuwa anatumikia kifungo cha maisha jela. Indonesia ni mojawapo ya mataifa yaliyo na sheria kali dhidi ya mihadarati. Wakili wa bibi huyo Bi Jennifer Fleetwood anasema ni hali ngumu sana kutumikia kifungo ugenini, lakini sasa angalau Sanford atakuwa karibu na familia yake katika miaka hiyo yake ya uzeeni. Ni Jamhuri mwa vyombo. Na sasa moja kwa moja viwanjani na jezi sio namba ngapi? Kenali, twende kazi. 14. 14 bora hapa za Victor Gyökeres, lakini mimi ni Victor Kenani. Tunaanza na soka na ulikuwa usiku wa kusisimua sana katika ligi ya mabingwa barani Ulaya. Jumla ya mabao 43 yalifungwa, kadi 5 nyekundu zikatolewa na penalti 6 zikatolewa, ambapo 5 kati ya hizo zilifungwa. Mabingwa watetezi Paris Saint-Germain waliibuka na ushindi wa mabao 7 dhidi ya Leverkusen, huku kila timu ikimpoteza mchezaji kwa kadi nyekundu na Alejandro Grimaldo wa timu ya Ujerumani akikosa penalti. Katika mechi nyingine, Fermin Lopez alifunga hat-trick huku Marcus Rashford akifikisha jumla ya mabao 8 katika mechi 3 za ligi ya mabingwa msimu huu, wakati Barcelona ikiitandika Olympiacos kwa ushindi mkubwa wa mabao 6-1. Lopez alifunga mabao 2 mazuri kipindi cha kwanza na kuiweka Barcelona kifua mbele kabla ya kufunga la tatu. Penalti ya Lamine Yamal na mabao 2 ya Rashford yalizima upinzani mdogo wa Olympiacos. Barcelona sasa wana pointi 6 baada ya mechi 3 za kampeni hii, wakishinda dhidi ya Newcastle 2-1 na kupoteza kwa PSG kwa matokeo kama hayo. Olympiacos wamebaki na pointi 1 na sasa wamepoteza mechi zao 12 za ugenini mfululizo katika ligi ya mabingwa. Kwingineko, PSV Eindhoven walitoka nyuma kwa bao 1 na hatimaye kuwashinda mabingwa Italia Napoli kwa mabao 6-2. Katika mechi nyingine ya kusisimua usiku huo, Arsenal walifunga mabao 4 ndani ya dakika 14 walipoadhibu Atletico Madrid na kuendeleza rekodi yao ya ushindi dhidi ya katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa. Hakuna wakati mbaya kwa mshambuliaji kufunga bao, lakini furaha ya Victor Gyökeres ilikuwa dhahiri alipovunja ukame wa mabao kwa kufunga mara 2 katika ushindi huo dhidi ya Atletico Madrid. Na kocha Mikel Arteta naamini huu unaweza kuwa mwanzo wa kipindi cha mabao mengi kwake. Lakini baada ya kupata tena makali yake ya ufungaji sasa katika ushindi huo dhidi ya Atletico, Gyökeres sasa na jumla mabao 5 katika mechi 12, na kocha wake anaamini kuwa hiyo ni zawadi kwa juhudi zake.
Anthony Gordon wa Newcastle alibuka na mchezo mzuri mno na kuisaidia timu yake ya Magpies kushinda kwa mabao 3 dhidi ya Benfica, na hata kocha wa Benfica Jose Mourinho alishindwa kujizuia kumbatia Gordon mwishoni mwa mechi hiyo. Kwingineko, Erling Haaland alifunga tena kwa mara ya 12 mfululizo, akiendeleza rekodi yake kali ya mabao na kusaidia Manchester City kumaliza ukame wao wa ushindi ugenini katika ligi ya mabingwa kwa kuwashinda Villarreal. Mtaani wanasema adui muombe njaa siku zote. Haya, jezi nambari 14 bwana, mimi nitamgaia chakula usijali. Ala. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili. Habari kuu asubuhi hii ni pamoja na mazungumzo ya ana kwa ana kati ya Rais Donald Trump na wa Urusi Vladimir Putin yagonga mwamba, huku Rais wa Marekani akisema hakutaka kuwa na mkutano usio na maana. Waandamanaji kadhaa wamekamatwa nchini Kamerun, huku kukiwa na hofu ya kuzuka kwa ghasia. Na ugonjwa wa mshtuko wa moyo, yani cardiac arrest, watajwa kuwa miongoni mwa sababu kuu ya vifo nchini Kenya. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Imetimia tayari saa 12 na dakika 16 asubuhi Afrika ya Kati, sawa na saa 1 na dakika 16 eneo lote la Afrika Mashariki. Mimi ni Skola Kisanga. Bei ya dhahabu imepanda na kufikia kiwango cha juu cha zaidi ya dola 1400 kwa uzito wa kipimo cha wastani cha madini hayo, huku wawekezaji wakitafuta maeneo salama ya kuwekeza fedha zao kutokana na wasiwasi kuhusu hali ya kiuchumi na kisiasa kote duniani. India inazidi kuwa miongoni mwa masoko makubwa zaidi ya dhahabu duniani. Lakini je, wafanyabiashara wanachukuliaje ongezeko hili la bei? Devina Gupta na ripoti kutoka Delhi, na taarifa yake hii hapa inawasilishwa na Phyllis Mwate. Nchini India ni utamaduni kwa familia kununua dhahabu wakati wa sherehe za harusi na sherehe zingine za kijamii. Lakini mwaka huu ni ngumu kupuuzia gharama yake. I'm in a popular jewelry showroom. Nipo kwenye duka maarufu la vito hapa Delhi, na kipande cha dhahabu mwaka jana kipindi kama hiki kingegharimu takriban dola 5,000, lakini mwaka huu thamani yake imepanda kwa karibu 50%, na hii ni kutokana na kupanda kwa bei ya dhahabu duniani. Bharti Bhargava mwenye umri wa miaka 60 anafanya maandalizi ya harusi ya binti yake, na vito vya dhahabu vimo kwenye orodha yake ya vitu anavyotaka kununua, lakini huenda ikamlazimu kupunguza baadhi ya vitu kwenye orodha yake. We have no option, you know? Unajua hatuna namna nyingine, kwa hivyo mambo mengine itabidi tuyabadilishe kidogo au tukubaliane na hali halisi tu. Labda hatutanunua vile vito vizito sana, maana siku hizi kizazi hiki pia hakipendi kuvaa vito vizito. Ndiyo maana makampuni makubwa yanatafuta mbinu zenye ubunifu ili kuvutia wateja. Typically people would buy more of 22 carat. Kwa kawaida watu hununua zaidi ya dhahabu ya karati 22 na 18 inayopachikwa kwenye vito. Kwa hiyo tunawapa chaguo la karati 22. Pia tunaongeza ofa za dhahabu zenye karati ndogo zaidi kama karati 18 na 14, na tunatoa huduma ya kubadilisha dhahabu. Hii inakupa nafasi ya kupata vito hivi vizuri kwa kuleta dhahabu yako ya zamani hata ikiwa ni karati 9, ili uweze kuibadilisha na aina hizi nzuri. Baadhi ya wanunuzi wanachagua bidhaa mbadala kama vito za madini ya fedha maarufu kama silver. Hivyo watengenezaji vito kama Shobit Verma wanatengeneza aina mpya zinazoweza kutolewa kama zawadi, kama vile sarafu za madini ya fedha, ili kufaidika na hali ya sasa. Silver will be a part of every jewelry store now. Madini ya fedha yatakuwa sehemu ya kila duka la vito sasa. Hapo awali haikuwa hivyo. Hakika madini haya yanaongezeka katika sehemu yake ya soko kwa upande wa vito na pia sarafu. Mbali na maduka ya vito, wawekezaji kama Akshay Khatri wanawekeza katika dhahabu ya kidijitali kupitia fedha zinazofuatiliwa sokoni, EFTs. Kulingana na Baraza la Dunia la Dhahabu, World Gold Council, fedha zinazofuatiliwa sokoni za dhahabu, yani EFTs, nchini India ziliendelea kuona uwekezaji mkubwa zaidi kuwahi kutokea mwezi wa Septemba.
It's easy to invest. Ni rahisi kuwekeza. Unaweza kutumia kwa kubonyeza kitufe tu. Sihitaji kuwa na wasiwasi kuhusu usalama. Sihitaji kuwa na wasiwasi kuhusu kuhifadhi vitu kwenye kabati lenye ulinzi mkali. Sihitaji kuwa na wasiwasi kuhusu ubora wa dhahabu. Lakini hapa ndipo tatizo lilipo. India inatumia mabilioni ya hela kuagiza kiasi chake kikubwa cha dhahabu kutoka kwa mataifa kama Uswizi na Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE. Wataalamu wanaonya kwamba kupanda kwa bei kunaweza kuongeza gharama ya uagizaji, kupanua ukosefu wa usawa wa biashara na kuimarisha mfumuko wa bei. Hii inaweza kupunguza hali nzuri ya uchumi unaokuwa kwa kasi zaidi duniani. Mambo ya vito vya thamani hayo. Ni taarifa ya Devina Gupta kutoka Delhi kama ilivyowasilishwa hapo na Phyllis Mwate. Mbali na taarifa hiyo, kuna taarifa nyingine katika tovuti yetu ya bbc.com/Swahili, ikiwemo hii hapa. Japan yaweka historia kwa kumchagua mwanamke kuwa waziri mkuu. Taarifa hii inapatikana hapa katika tovuti yetu. Lakini kizazi kipya cha Gen Z kinavyotikisa siasa duniani kwa maandamano. Ukiachana na hiyo, unaweza kusoma kuhusiana na uchaguzi Tanzania 2025, mshindi kutangazwa ndani ya saa 72. Taarifa hizo na nyingine tovuti yetu bbcswahili.com. Kulingana na ofisi ya kitaifa ya takwimu Kenya KNBS, kati ya mwaka 2020 na 2024, mshtuko wa moyo yani cardiac arrest ulikuwa miongoni mwa sababu kuu tatu za vifo nchini humo. Mnamo mwaka 2020 zaidi ya vifo 9300 vilivyoripotiwa vilihusishwa na mshtuko wa moyo, idadi ya juu zaidi ya vifo vya hospitalini kwa mwaka huo. Mwaka 2024 homa ya mapafu yani pneumonia ilishika nafasi ya kwanza, saratani nafasi ya pili, huku mshtuko wa moyo ukiwa nafasi ya tatu kama sababu kuu ya vifo. Lakini cha kujiuliza, nini kipo nyuma ya ongezeko la mshtuko wa moyo yani cardiac arrest? Nimezungumza na Daktari Abidan Mwachi kutoka Kenya. Kuna mambo kadhaa ambayo yamechangia ongezeko la visa vya mshtuko wa moyo au cardiac arrest, ambayo huwa inasababishwa shinikizo la damu. Kuna magonjwa ya moyo ambayo huwa yamekita katika moyo mwenyewe. Mshtuko wa moyo hutokea pale kuna zile mfumo za umeme wa moyo ama zile transmission mechanism za moyo kwa kimombo, vile ambapo moyo unapofanya kazi vibaya, mara nyingine unasababishwa na matatizo ya kimsingi ya moyo. Kwa mfano, kuna ile kwa kimombo tunaita coronary heart disease. Ni magonjwa ya mishipa ya moyo. Mishipa ya moyo ni ile ambayo inasambaza damu kwenye moyo. Okay? Na hii huwa ndio sababu kuu inahusisha kujengeka kwa cholesterol katika mishipa yenyewe, alafu inafanya inakuwa finyu na haiwezi kusambaza damu ipasavyo kufika kwenye moyo. Ikifanya vile, kuna sehemu za moyo ambazo huwa zinapata mshtuko kwa kukufa. Hizo sehemu za moyo zinakufa kwa sababu hazipati damu ya kutosha. Kuna ugonjwa ya pressure, shinikizo la juu la damu. Ukiwa na ugonjwa wa pressure, huwa inasababisha zile mafuta ya damu ama mafuta ya mwili ama cholesterol kuweza kujikita katika mishipa ya moyo, na vile inasababisha zile mishipa ya moyo, yani blood vessels, kuwa ngumu zaidi, na hii hufanya kwamba damu haiwezi kuenea vile ambavyo inatakikana. Kwa hivyo kama itakuwa inafanya kazi isiyolingana na uwezo wa misuli ya moyo, yani inafanya kazi ya ziada zaidi, misuli hizo za moyo zinaweza kuchoka ama zikakufa. Na zikikufa, alafu inasababisha ile moyo kupiga visivyo. Ni kina nani hasa wapo hatarini zaidi kuweza kupata matatizo haya ya moyo? Mtu yoyote anaweza kupata shinikizo la moyo, lakini wale ambao wako katika hatari zaidi ni wale ambao wana umri wa juu zaidi, kwa sababu hao ndio pia ambao wanadhulumiwa na magonjwa kama shinikizo la damu, yani high blood pressure, na vile. Alafu pia kuna wale ambao wako na uzito uliopitiliza. Ukiwa na uzito uliopitiliza, hii huwa tu ni kama inaangazia hali halisi katika mwili, na inakwambia kwamba kwenye mwili wako ndani kuna zile cholesterol ambazo zinasambaza, huenda zikawa zinajikita katika mishipa ya damu. Halafu pia kuna wale ambao wako na ugonjwa wa kisukari, diabetes.
kuongezeka kwa visa vya kisukari, uharibu mishipa ya damu, pia zile nervous system ama neva, ongeza hatari ya magonjwa ya moyo. Kwa mchango mdogo, kuna wale ambao kuna na stress ama kuweza kuongeza shinikizo la damu na kuchangia pia sigara au kula kupita kiasi kwa sababu ya stress zenyewe. Dr. Mwachi, tunaona nchini Kenya mwaka 2020 takwimu zinaonyesha kwamba vifo zaidi ya 9300 vilihusishwa pia na masuala mazima ya mshtuko wa moyo. La kujiuliza hapa, pengine nini hasa kinachochangia haya? Tukiangalia miongoni mwa maradhi ambayo yamekuwa yakisumbua wengi ni magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Kumekuwa na ongezeko la janga hili la mshtuko wa moyo. Ni ile diagnosis ama tunapoweza kudiagnose more and more cases za hiyo shinikizo la moyo, tukilinganisha na hapo awali ambapo watu wako wanapata tiba ama wako wanaenda hospitali ama hivi watu wako wanajua ni nini ambacho kinawaua. Kwa hivyo sasa diagnosis huenda kwamba imekwenda juu. Ni kwamba ukiangalia takwimu za ubora wa maisha umeongezeka katika bara letu la Afrika na sio Kenya tu. Kwa hivyo watu wanaishi miaka nyingi zaidi. Kwa hivyo utapata ile takwimu ya watu wazee kulinganisha na watu vijana imekwenda juu. Kwa hivyo kama kuna watu wengi ambao wako katika umri wa miaka 70 na kuelekea, hao ndio pia watu ambao wanabanwa na magonjwa ya moyo na magonjwa ya mishipa ya damu. Na sasa mtu anatakiwa kufanya nini hasa? Na pia la kujiuliza, je, ni watu wenye umri mkubwa peke yake ndo wanapata ama ni watu wazima tu ndo wanaweza kukumbwa na huu mshtuko wa moyo? Na nini cha kuweza kufanyika hapa? Hata watoto wanaweza kukumbwa na ugonjwa wa shinikizo la damu. Kuna wale watoto ambao wako na magonjwa halisia ya moyo, zile tunasema kwamba cardiomyopathies, au utapata misuli zao za moyo tayari ziko na hitilafu. Kwa hivyo pia wao wanaweza patwa na shinikizo la moyo kwa njia moja au nyingine. Alafu kuna wale ambao ni umri wa katikati ambao wako na uzito kupita kiasi, pia wao wanapata magonjwa ya shinikizo la moyo. Na hivi karibuni kumekuwa na janga la COVID ilichangia magonjwa ya moyo, ilisababisha ile maambukizi ya misuli ya moyo, myocarditis inaitwa kwa jina ya kitaalamu, na hiyo yenyewe ilikuwa inasababisha moyo kufa. Na vile vile ile chanjo ya COVID kwa kadri ndogo ilikuwa inachangia blood clots ama kuganda kwa damu ya mwili, ambayo ingeweza kutembea kwa mishipa ya damu na kufikia moyo na kuua sehemu za moyo. La muhimu ni kwamba kuna zile avoidable ama modifiable risk factors, non-modifiable risk factors, vile ambavyo vinaweza kuzuilika. Vile ambavyo haviwezi kuzuilika ni kama umri, ugonjwa wa sukari ambao ulizaliwa nao. Zile ambazo zinaweza kuzuilika ni uzito kupita kiasi. Kwa hivyo hapa tunazingatia lishe bora, alafu tunazingatia pia kutokula vyakula vyenye mafuta nyingi ama sukari nyingi, ili kupunguza kilo na pia kupunguza zile hatari za cholesterol. Moyo wako inakuwa hafifu kama uwezi ufanye mazoezi. Kwa hivyo kuzuia hiyo sedentary lifestyle ni moja kwa moja mazoezi ambayo inafaa kwa njia ambayo inafaa. Jambo lingine ni magonjwa ya moyo, pia unaweza kutapima mambo kama cholesterol kwa muda ambao unafaa. Hiyo itaweza kupunguza, utaweza kujua kwamba ni njia gani utatumia lishe ama mazoezi kupunguza zile hatari za cholesterol. Daktari Abidan Mwachi kutoka nchini Kenya, kwa pamoja tukiangazia ongezeko la mshtuko wa moyo ama cardiac arrest. Na ametukumbusha hapo kufanya mazoezi ni miongoni mwa mambo ambayo yatakusaidia kuweza kubaki salama ama kukabiliana na mshtuko huu wa moyo. Tovuti yetu pia bado ina taarifa mbalimbali, unaweza ukaenda hapa ukazisoma, makala ndefu kweli kweli, lakini hebu kasome kuhusiana na Winnie Odinga alivyomshukuru Fally Ipupa kwa kumwenzi babake, lakini Khamenei amtaja Trump kuwa muongo kuhusu mradi wa nyuklia. Lakini nini mustakabali wa chama cha ODM baada ya kifo cha Raila Odinga? Yote hayo katika tovuti yetu ya BBC Swahili. Na hapa natamatisha, msikilizaji, matangazo haya ya Amka na BBC, na kukumbusha tu saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia. Usiache kutusikiliza, lakini tovuti yetu bado ina taarifa mbalimbali. Tunapatikana pia ukurasa wetu wa Facebook, Instagram, X zamani Twitter, lakini tuko TikTok BBC Swahili. Mimi naitwa Skola Kisanga. Asubuhi njema, kwa heri.